Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Mwandaji wa mashindano ya Qur'an tukufu, Khatib Saidi, amesema wameanzisha mashindano hayo ili kuendelea kufanya hamasa kwa vijana na kutengeneza taifa lijalo lenye maadili. Mashindano hayo yamefanyika katika viwanja vya msikiti wa Istiqama, Tondo, mkoani Singida, huku yakihusisha zaidi ya watu 300 kutoka katika wilaya 5 za mkoa wa Singida. Tumeanzisha usomaji wa Qur'ani katika mkoa wa Singida, wilaya ya Mkalama, wilaya ya Iramba, wilaya ya Irongero, wilaya ya Singida mjini na wilaya ya Ikungi, wilaya 5. Mashindano haya tunahamasisha usomaji wa Qur'ani, hasa kuandaa vijana wawe na maadili katika nchi hii. Wakishapata elimu ya dini watakuwa na hofu ya Mungu. Kwa hiyo hawatajiingiza kwenye vitendo viovu. Kila watakachokuwa wanafanya lazima watakuwa na hofu ya Mungu. Kwa hiyo tunajenga taifa lijalo, taifa lenye hofu ya Mungu, hasa kwa maadili ya vijana wetu sasa hivi, kutokana na mitandao iliyoingia. Wakiwa na hofu ya Mungu hawatafanya mambo ya kijinga, watakuwa wanafanya mambo ambayo yanaendana na nchi yetu, mambo ya nidhamu za kidini na nidhamu ya jumla kwa watu wote, walika zote. Mtu akiwa na dini ni tofauti na mtu ambaye hana dini. Kwa hiyo lazima atakuwa na hofu ya Mungu, hatafanya vitendo ambavyo havihusiani na maadili. Kwa hiyo tunawajenga vijana katika maadili ili wawe na hofu ya Mungu. Wako vijana wangapi? Takribani tuna madrasa zaidi ya 15. Madrasa zaidi ya 15 kwa vijijini na mjini tunazo. Kwa hiyo tunaye vijana sio chini ya vijana kama 300 ambaye tunawajenga katika imani ya kidini. Na tunaambiwa kwa wale washindi kwenye tuzo ya kwanza mpaka ya 5 watapokea zawadi gani? Na washindi wote watapokea zawadi, lakini zawadi ni siri ya kwetu. Yani kifupi tu, washindi wote kuanzia wa kwanza, wa pili mpaka wa 3 tuna zawadi ambaye tumeandalia kama motisha. Wasomesheni watoto wenu Qur'an. Watu kama hawa tunawapata wapi? Mtu mmoja tu anaitwa Hakim ameamua kufanya jihadi hili kunusuru umma Muhammad, anainusuru Qur'ani. Waislamu, tuihamishe Qur'ani kwenye matendo, isiwe kwenye maneno. Sallu ala Rasul Muhammad. Tuishi na Qur'ani, tulale na Qur'ani, tuzungumze na Qur'ani, tusameheane, tupendane kwa ajili ya Qur'ani. Kwa jina naitwa Abdul Hamid Al-Majid Al-Ismaili. Sisi ndio waasisi wa msikiti huu wa Tondo. Tunafanya mashindano ya Qur'ani haya kila mwaka takriban kama miaka 3-4, na tumeanzisha mashindano kabla hata ujenzi wa msikiti. Kwa hiyo msikiti umekuja umeyakuta mashindano yako pale. Lengo makubwa hasa la mashindano kama haya kwa ajili ya kusoma dini ni kuatia hofu. Kwa hii mashindano ya Qur'ani ni mazuri. Lengo hasa kumtia mtoto hofu ya Mungu, ajue hofu ya Mungu. Akija kupata na elimu ya dunia atakuwa na mwelekeo mzuri kwa sababu ana hofu. Lakini akipata elimu ya dunia peke yake bila kumtia hofu ya Mungu, ndio kuna uharibifu unatokea, ni mkubwa sana. Na inatokea tatizo ni kwa sababu ya malezi. Malezi haya kama huwezi kuyafanya hivi sasa, ndio itakuja pale mbele kijana anakwenda anapotea chochote kila anakifanya kwa sababu hofu ya Mungu hana. Mashindano ya leo ni mazuri, yanatukumbusha imani. Unajua mtoto anapoingia darasani na akasoma na akawa na hofu ya Mwenyezi Mungu, hata na yale mabaya anayoyafikiria anakuwa ana hofu nayo. Kwa sababu akiwa na hofu na Mungu hawezi kuingia sana kwenye mabaya, na yale makundi mabaya huwa anajiepusha nayo. Na msingi wa mtoto mpaka awe mtoto mzuri unaanzia kwa wazazi nyumbani, haswa sisi kina mama. Kwa hiyo maazimisho kama haya, kama alivyosema shehe wetu Mahiki, sisi wazazi tuko mbali na watoto. Mtoto anaposoma hapa leo amehitimu hapa kusoma Qur'ani, akirudi nyumbani basi kashayafunga yale mpaka tena mwakani aanze tena kuhifadhishwa. Hapana. Kwa kweli ni jambo jema na ni jambo zuri, kwa sababu sisi katika dini yetu swala la kwanza ambalo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam
aliloamuriwa ni kwamba asome, aliambiwa iqra, soma. Kwa hiyo swala la kusoma, hususan kusoma Qur'ani, ni katika moja ya mambo muhimu sana katika dini yetu ya Kiislamu, na sio katika Uislamu tu, lakini katika kuendesha maisha yote ya dunia, basi inahitaji watu wasome. Kwa hiyo tunapoisoma Qur'ani itawafunza vijana mambo yaliokuwa na tabia njema kabisa. Kwa mfano kama leo tunaona yanatokea matukio mengi vijana, kwa sababu wanafuata mkumbo, kwa sababu hawajasoma Qur'ani. Laiti ingelikuwa vijana wa Kiislamu wamesoma Qur'ani na wakaifahamu, basi vijana hawawezi kuingia katika mambo ambayo si ya kimaadili na mambo ambayo ya kufuata mkumbo tu, kwa sababu tayari wanafahamu nini maana ya Qur'ani. Elimu zote, elimu ya maarifa na hii elimu ya dini, ni vitu ambavyo vinamjenga mwanadamu kwanza kumuogopa Mwenyezi Mungu, aidha basi na yeye kutengeneza dunia yake ikae vizuri, aidha akitengeneza dunia yake vizuri atakuwa ameitengeneza akhera. Masomo yote ni sawa. Kama hujachukua elimu hii ya maarifa, utakuwa dereva wa ndege, utakuwa daktari, yani mufu katika dunia hii. Aidha, mshindi wa kwanza hadi wa tatu kwa kila juzuu wamepewa zawadi mbalimbali ikiwemo fedha taslimu. Tuna mshindi wa tatu, anaitwa Yanifa Isa mwenye alama 91. Mshindi wa pili wa kina mama, kuna Shamimu Juma, huyu anatoka Wajir Munir, ana alama 97. Mshindi wa tatu wa kwanza ni Rahma Shaban kutoka Riyadh, ana alama 99 kasoro moja.